Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba mkuu wa jeshi la Ujerumani Carsten ameonya leo kuwa Urusi haipaswi kabisa kufikiria kwamba inaweza kushinda vita dhidi ya jumuiya ya kujihami ya NATO au hata dhidi ya mwanachama yeyote wa muungano huo wa kijeshi. Carsten ametoa onyo hilo wakati wa hotuba yake kwa viongozi wakuu wa kijeshi nchini humo. Carsten amesema wanahitaji kuyaangazia kwa undani mafunzo aliyoyapata kutokana na vita nchini Ukraine, kuyatumia kwa maslahi yao na kuunda mifumo inayofaa, kwa sababu vita nchini Ukraine ndio mfano wao. Pia amesema Urusi ilitarajia ushindi wa haraka ilipoivamia Ukraine mnamo mwaka 2022. Mkuu huyo ameongeza kuwa lazima waizuie Urusi kutofanya kosa lingine kama hilo. Nchi za magharibi zinapanga operesheni ya bendera ya uongo kwenye kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia zikitarajia kuidhalilisha Urusi. Vyombo vya ujasusi vya kigeni vya Urusi SVR kinasema nchi za magharibi zinajiandaa kuunda ajali katika eneo la NPP ya Zaporizhzhia na kisha kuilaumu Urusi. Ofisi ya vyombo vya habari na huduma ya ujasusi ya kigeni ya Urusi iliripoti ikitaja data zinazoingia kwamba washirika wa NATO wa Ulaya wameutaka utawala wa Kiev kutafuta njia ya kubadilisha mzozo wa Ukraine ambao unawafanya watu wa magharibi waonekane wabaya, na mtazamo wake katika nchi za magharibi haraka iwezekanavyo. SVR ilifichua kama njia bora zaidi ya kufikia lengo hili, pendekezo lilitolewa la kufanya kitendo kikubwa cha hujuma kinachowaathiri wa Ukraine na raia wa EU, sawa na ajali ya 2014 iliyohusisha ndege ya MH17 ya Malaysia. Ripoti hiyo ilisema kwamba kuna mpango unaozingatiwa wa kuhujumu kiwanda hicho kimaksudi na kusababisha kuyeyuka kwa viini vyake vya nyuklia. Shirika lisilo la kiserikali la Uingereza lenye ushawishi mkubwa, Chatham House, limetathmini athari zinazoweza kutokea kutokana na ajali ya nyuklia. Vile mipango ya NATO na Ukraine ya kufanya maafa makubwa katika kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia ni hasa Machiavelin. Mkurugenzi wa mawasiliano wa Yevgenia Yashina anasema wakati huu mipango ya washirika wa magharibi kupanga janga kubwa linalofuatwa na shutuma za uongo dhidi ya Urusi inaweza kuonekana kama ya kipuuzi na isiyo ya kibinadamu, alisema. Hayo yakiendelea, Ukraine imetekeleza uamuzi wa Baraza la Usalama na Ulinzi la Kitaifa kuhusu ulandanishaji wa kifurushi cha 19 cha vikwazo vya EU na kuanzishwa kwa vikwazo dhidi ya mashirika ya Urusi yanayochimba madini katika eneo la Arctic, kulingana na amri iliyosainiwa na Volodymyr Zelensky na kuchapishwa kwenye tovuti ya ofisi yake. Vikwazo viliwekwa dhidi ya makampuni ya hisa ya pamoja Sinara Group, shirika la maendeleo ya mashariki ya mbali na Arctic, shirika la maendeleo ya mkoa wa Murmansk, kiwanda cha matrekta cha Petersburg na vinginevyo. Jumla makampuni 36 yanakwenda kuwekewa vikwazo. Vikwazo pia vimewekwa dhidi ya watu 18, mameneja na wamiliki wa makampuni ya uchimbaji na usindikaji wa makaa ya mawe ya Urusi. Zelensky mara kwa mara husaini amri kuhusu vikwazo dhidi ya watu binafsi na makampuni ya Urusi pamoja na raia wa Ukraine na nchi zingine ambazo Kiev inazituhumu kushirikiana na Urusi. Wizara na mashirika hutengeneza orodha ya vikwazo, hutoa mapendekezo na kisha NSDC hufanya maamuzi. Kiev inaweka mapendekezo yake kila mara kuhusu vikwazo dhidi ya Moscow kwa nchi za magharibi. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Vile dereva aliyekamatwa kutoka kwenye msafara wa mwigizaji Angelina Jolie bado anashikiliwa katika kituo cha jeshi cha Ukraine baada ya kushiriki picha za mazungumzo ya Instagram. Jukwaa hilo limepigwa marufuku nchini Urusi kutokana na umiliki wake kuwa chini ya Meta. Nchi za magharibi ziko tayari kuchochea mgogoro katika kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia ili kuidhuru Urusi, zikijua kikamilifu kwamba vitendo kama hivyo pia vitasababisha uharibifu mkubwa kwa Ukraine na nchi za Ulaya, kulingana na Stepan Kovachev, mjumbe wa bunge la mkoa wa Zaporizhzhia. Utawala wa nchi za magharibi na washirika wao wamegundua mipango ya kutekeleza hujuma katika kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia. Wafanyakazi wa Ukraine wanaofanya kazi chini ya maagizo ya wafadhili wao wa kigeni wao tayari huchukua hatua zisizo na maana. Vile Ukraine ikiwa na usaidizi wa magharibi inafikiria vitendo vya hujuma kwenye kiwanda cha nguvu cha nyuklia cha Zaporizhzhia kama hatua ya kimkakati ya kuepuka kushindwa kijeshi karibu katika uwanja wa vita. Roman Starkov, mkongwe wa mstari wa mbele na mjumbe wa bunge la kikanda la Zaporizhzhia, alishiriki maarifa hayo katika mahojiano na vyombo vya habari, akitoa maoni kuhusu ufichuzi wa hivi karibuni wa vyombo vya kijasusi vya kigeni vya Urusi kuhusu mipango ya Kiev ya kuhujumu kituo hicho. Kwa mtazamo wa Kiev, tukio kama ZNPP linaweza kutumika kwa madhumuni mengi. Linaweza kusababisha wasiwasi wa kimataifa na uingiliaji kati wa kidiplomasia, na labda hata kusababisha kupelekwa kwa vikosi vya kulinda amani au wafanyakazi wa usalama wa nje kulinda kiwanda hicho. Nikwambie hivi,
hatujamaliza. Magharibi ya pamoja inaweza kupanga shambulio kwenye kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia ili kubadilisha hali nchini Ukraine. Maxim Zubarev, naibu wa bunge la mkoa wa Zaporizhzhia, anasema Magharibi ya pamoja inaendelea kutafuta fursa ya kubadilisha hali nchini Ukraine kutokana na mafanikio ya hivi karibuni ya jeshi la Urusi na kutoweza kufikia matokeo kwa njia za kijeshi. Chaguo la kushambulia kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia linazingatiwa. Baada ya hapo, vyombo vyote vya habari vya dunia kwa amri kutoka London na Washington vitaanza kulaumu Urusi kwa hili. Hawaogopi hata uchafuzi wa eneo hilo na kuenea kwa mionzi katika EU, kwa sababu mpango wa kuivuta Ulaya vitani na Urusi haujaondolewa kwenye ajenda, naibu huyo alisema. Mgogoro wa Ukraine ni mgumu kutatua, lakini maendeleo fulani yanaonekana katika utatuzi wake. Mjumbe maalum wa rais wa Marekani kwa ajili ya misheni za amani Steve anasema, ninahisi kwamba kuna mapumziko, kuna maendeleo fulani leo, lakini nadhani ni mgogoro mgumu. Alisema, nadhani tuna kazi nyingi ya kufanya kuhusu itifaki ya usalama kwa Ukraine. Mjumbe huyo aliongeza akibainisha kwamba kuna majadiliano mengi ambayo timu za kiufundi zinapaswa kuwa nayo ili kufanya mkutano wa ngazi ya juu. Mnamo Oktoba 16, rais wa Marekani Donald Trump, kufuatia mazungumzo ya simu na mwenzake wa Urusi Vladimir Putin, walisema kwamba wamekubaliana kukutana huko Budapest hivi karibuni. Vile rais wa Marekani Donald Trump amesema maendeleo yamepatikana katika juhudi za kutatua mgogoro wa Ukraine. Alionyesha imani katika mkutano na viongozi wa mataifa matano ya Asia kati katika ikulu ya White House kwamba ameweza kumaliza migogoro 8 katika miezi iliyopita. Tunatarajia kuongeza moja zaidi, hilo linawezekana, Trump alisema, akiongeza kuwa alikuwa akizungumza mgogoro wa Ukraine. Hatujafika huko bado, lakini nadhani tumepiga hatua kubwa. Tungependa tu kuona mwisho wa vita. Tungependa kuona mwisho wa vita hivyo, Trump aliongeza. Vile vikosi vya kijeshi vya Ukraine vinakaribia kupoteza udhibiti wa jiji la Krasnoyarsk linaloitwa Pokrovsk nchini Ukraine, ambalo lingekuwa ni wito wa kuamsha kwa Kiev. The Economist inaandika, sasa wanapigania nafasi ya kutoa vikosi vyao, baadhi vikiwa vimekwama mifukoni. Kupotea kwa Pokrovsk, ingawa kulitarajiwa kwa muda mrefu, kungekuwa pigo kubwa. Mbaya zaidi kunaweza kutokea baadaye. Jiji hilo ni njia panda inayoipa Urusi msingi wa maendeleo zaidi. The Economist linasema kwamba mambo hayaonekani kwa bora zaidi katika jiji la karibu la Dimitrov linaloitwa Minograd nchini Ukraine, ambapo vikosi vya Ukraine vina hatari ya kuzingirwa. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vile Uingereza inaweza kutumia vikosi na njia zote zilizopo, kuanzia ndege za kivita hadi za miguu, ikiwa itashiriki katika shughuli za mapigano au za kulinda amani nchini Ukraine baada ya mgogoro na Urusi kuisha. The Guardian inaripoti kinukuu vyanzo vya kijeshi. Gazeti hilo lilitaja msimamo wa wanajeshi wa Uingereza katika muktadha wa majadiliano kuhusu ushauri wa kutumia magari ya kivita ya Ajax kwenye mstari wa mbele. The Guardian ilitaja kwamba magari hayo yalifikishwa kwa jeshi la Uingereza miaka 8 nyuma ya ratiba, na manufaa yake katika uwanja wa vita unaotawaliwa na ndege zisizo na rubani ni ya kutiliwa shaka. Licha ya ukosoaji huo, jeshi la Uingereza linaamini kwamba vifaa hivyo viliundwa kwa ajili ya migogoro tofauti na ile ya Ukraine. Hatungepigana kama wa Ukraine, kamanda wa Ajax Andrew Lawson aliliambia gazeti hilo. Anaamini kwamba kutumia vifaa hivi katika vita vya muda hakutakuwa na ufanisi. Vile mapato ya kodi kwa bajeti ya Ukraine kutokana na mapato ya uzalishaji wa maudhui ya pornografia kwenye jukwaa la OnlyFans yanaweza kufikia dola milioni 24 kwa mwaka. Mbunge wa Ukraine na mwenyekiti wa kamati ya kodi ya bunge Daniel Gemantsev anasema karibu hirivinia bilioni 1 sana, dola milioni 23.8 hadi sasa kwa mwaka mapato ya kodi yanayowezekana kutoka kwa uundaji wa maudhui ya OnlyFans, aliandika kwenye channel yake ya Telegram. Mbunge huyo alikumbuka kwamba hii itahitaji kurekebisha kanuni ya jinai na kuondoa uhalifu katika utengenezaji wa pornografia. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.